Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Serikali imetakiwa kuwekeza katika huduma za maafa na dharura zitakazosaidia katika uokoaji kwenye majanga mbalimbali ikiwemo ya moto na mafuriko ili kupunguza madhara na kusaidia majeruhi. Heri Isangwere ambaye ni mratibu wa miradi kutoka Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania amesema huduma za dharura huokoa maisha na kupunguza majeraha. Hivyo ni wajibu wa serikali na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba vyombo vya usafiri, mahala pa kazi, majumbani na kwenye mikusanyiko ya watu wengi kunakuwa na kisanduku cha huduma ya kwanza ili kupunguza madhara ya ajali na kuokoa maisha. Kwenye eneo la ajali, wewe mtu wa huduma ya kwanza lazima uhakikishe usalama wako. Uangalie lile eneo la kutolea huduma ya kwanza litakuwa salama kwa kiwango gani kwako wewe. Cha pili, kwanza lazima umuondoe huyu mtu kutoka kwenye eneo lile ambalo ajali inatokea au imetokea, kwa sababu ukimwacha pale madhara yanaweza kaendelea. Mathalan, kama mtu yuko kwenye eneo la moto, huwezi kumwacha kwenye eneo lile, inawezekana kuna moshi ambao unazidi kumfanya ashindwe kupumua vizuri. Kama ni kwenye eneo la maji, pia wewe mtu wa huduma unawajibika kumuondoa kwenye lile eneo, kwa sababu na wewe usije ukapata madhara. Uwezo wetu bado sio mkubwa sana. Kwanza, vifaa vyetu tunavyotumia havina teknolojia kubwa, lakini vinahitaji maboresho. Unapoamua kuwekeza katika eneo hilo, lazima tukubali kuna gharama ambazo tutaingia. Ni vema lazima tusaidiane kuzielewa kwamba tunapokuja kuambiwa tuchangie kwenye maeneo hayo, basi ni kwa ajili ya akiba yetu ya baadaye. Hatuwezi jua kwamba lini wewe utakuwa ni mmoja wapo kati ya manusura. Tuendelee na Kurasa. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa mwaka 2017 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya masoko na ufanyaji biashara ili kuondoa changamoto ya usafi, ambapo masoko kadhaa yatajengwa kwa mtindo wa kisasa na kuyaongezea thamani. Mstahiki meya wa Manispaa ya Kinondoni Benjamin Sita amesema masoko mengi ya manispaa hiyo yamechakaa kutokana na kutoendelezwa na kuwepo kwa migogoro ya viwanja, lakini katika uongozi wake amedhamiria kuboresha mazingira ya masoko, uendeshwaji na ukusanyaji wa mapato na kuwanufaisha wafanya biashara. Lakini kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi ili kuboresha mazingira ya soko, mazingira ya ufanyaji biashara, mazingira ya usafi, lakini vile vile kuyaongezea thamani yale masoko ili watu waweze kuingia kiurahisi, kutoka waende sehemu ambayo ni safi. Lakini tunafanya hivyo ili na sisi kuhakikisha kwamba masoko yote yanaendeshwa na yanalipa sio kulipa, lakini yanaleta faida. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaotumia daraja la Buguruni Sheli wameshauriwa kuvuka kwa kutumia daraja hilo na kuachana na tabia ya kukatiza katikati ya barabara hiyo ili kujiepusha na ajali, kwani eneo hilo alipasi kupitika na watembea kwa miguu. Wakiongea na Kurasa leo, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema kwa muda wa mwezi mmoja sasa tangu kuharibika kwa baadhi ya vyuma katika daraja hilo, watu wamekuwa wakivuka katikati ya barabara kwa kutumia upenyo uliojitokeza bila kujali usalama wao, kwani magari yanapita kwa mwendo mkali. Watumia miguu wapite kwenye daraja, kwa sababu kupita kule kunaweza kusababisha hata mambo mengi, hata ajali, kwa sababu tayari mwenye gari anajua kabisa hapa kuna daraja, watu wanapita juu. Kwa hiyo hana haja ya kuwa na wasiwasi kwamba kuna mtu anakatisha. Kwa hiyo inaweza kusababisha hata ajali pia. Kwa hiyo kwa maoni yangu tutumie daraja. Hapo wafanye mpango wazibe, kwa sababu watu walikuwa shazoea kupita juu. Watu wafanye mpango hapo wazibe, sababu wanapozidi kuacha hivyo yatatokea maafa. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa hapo kesho, na pia tutumia barua pepe yako kupitia kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Lois Joseph Obongo. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini hapa EATV. Kurasa inadhaminiwa na